بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia mtume wetu alayhi salatu wassalam, jambo la kwanza na wahusia ndugu zangu katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika kufanya hivyo ni miongoni katika sababu kubwa zitakazomfanya mja wa Allah subhanahu wa ta'ala kuweza kufuzu na kufaulu katika dunia kadhalika na akhira. Kwa hivyo tujitahidi kufanya vizuri miamala yetu na Allah subhanahu wa ta'ala. Ama mada ambayo iliyoko mbele yetu ni kuelezea kuna jambo la bid'a, kwa kuwa bid'a kuna watu hawafahamu maana neno hili linapotamkwa. Wanachukua maana ambayo isiyokusudiwa kwa mujibu wa sheria, na ndiyo shekhi hapa muda mchache uliopita aligusia katika hilo, kwamba ikitaja bid'a utasikia akisema, sasa kama ni bid'a, mbona na nyinyi mwafanya? Kwenye misikiti yenu kuna mafeni, kuna kadha wa kadha, mbona nyinyi mnavaa kanzu, mbona mnapiga pasi? Kwani Mtume sallama alifanya hayo? Bila shaka watu hawa, hii ni dalili ya ujinga. Na tukisema ujinga si matusi, ndugu zangu. Ujinga maana yake ni mtu kutokujua jambo fulani. Kwa mfano, ikiwa leo hii wewe Muislamu hauwezi kuisoma Qur'an, basi katika jambo hili la Qur'an wewe ni mjinga, kwa sababu hauwezi kusoma Qur'an. Ikiwa leo hii hauwezi kuendesha gari mathalan, katika jambo hili wewe ni mjinga. Kwa hiyo watu hawa katika mlango huu bila shaka ni ujinga ndio ambao unawasumbua, mpaka afikia mtu kusema maneno haya, kwa sababu mwenye kujua hawezi kusema mfano wa haya maneno. Sasa neno bid'a ili ni neno la Kiarabu, ambapo wenye lugha yao wanaposema bid'a, kwa maana albid'a lughatan, bid'a qilugha katika lugha hii ya Kiarabu, kullu ma uhditha ala ghairi mithalin sabiqin, ni kile ambacho kilichozuka ala ghairi mithalin sabiqin, pasina kuwa na mfano ambao uliotangulia. Ndo haya ambao wanaosema hao wasemaji kwamba mazulia, sijui feni, maiki na mfano wa hayo. Bali huenda jambo hili ni katika mambo yanayotakiwa, kwa kuwa zama zinabadilika. Haiwezekani jambo ambalo lililokuwa katika zama za Mtume alayhi salatu wasalam, kwa sababu
wakati huu maendeleo yameongezeka, elimu imepanuka, maarifa yameongezeka, tofauti na wakati ambao aliokuwa mtume alayhi salatu wasalam na masahaba zao au na masahaba zake. Kwa hivyo jambo hili ni katika mambo yanayotakiwa, kwa sababu ni katika maendeleo na wala si bid'a ambayo sisi tunaikusudia. Sasa bid'a ambayo inayokusudiwa ni ipi? Ndio hiyo ambayo tunayosema sisi sasa kisheria, kama alivyosema al-Allama Ibn Baz rahimahullah ta'ala katika kuelezea maana ya bid'a ambayo inayokusudiwa kwa mujibu wa sheria. Akasema al-Sheikh al-Allama Ibn Baz rahimahullah, hiya kullu ibadatin ahdathaha an-nas laysa laha aslun fil kitabi wala fi sunnah wala fi amal al-khulafa'i ar-rashidin al-arba'a, liqawlihi alayhi الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Alisema al-Allama Ibn Baz rahimahullah katika kuelezea maana ya bid'a kisheria, anasema bid'a kisheria ni kila ibada ambayo imezuliwa na watu pasina kuwa na asli, pasina kuwa na dalili fil kitabi wala fi sunnah, kwenye kitabu cha Allah tabaraka wa taala wala katika sunna za mtume alayhi salatu wassalam. Ikiwa jambo lipo katika sura hiyo, basi hiyo ni bid'a. Kwa nini? Kwa sababu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ambacho ni Qur'an, kadhalika na sunna za mtume alayhi salatu wassalam, hizi ndizo masdar, hii ndiyo misingi, hizi ndizo machimbuko ya sheria yetu ya dini ya Kiislamu. Kwa hivyo sisi hatutakiwi kufanya jambo lolote, jambo ambalo ni ibada, tukakusudiwa kupitia jambo hilo kupata thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa jambo hilo ni lazima tulipate kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika tukipate au tupate jambo hilo kupitia katika sunna za mtume wetu alayhi salatu wassalam. Wala fi amali al-khulafa'i al-arba', na wala ikawa jambo hilo halipo katika matendo ya makhalifa wanne waongofu wa mtume alayhi salatu wassalam. Na makhalifa hao ni Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab, na Uthman ibn Affan, na Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum. Lazima yapatikane pia matendo ya makhalifa, kwamba je, yale ambayo mtume alayhi salatu wassalam aliyowafundisha, aliyowaelekeza hawa masahaba wa mtume alayhi salatu wassalam, hasa hawa masahaba wanne wale ambao walimfuata mtume alayhi salatu wassalam baada ya mtume kuondoka katika dunia. Alikuja Abu Bakar Siddiq, baada yake akaja Umar, baada yake akaja Uthman ibn Affan, baada yake akaja Ali ibn Abi Talib. Je, hawa masahaba hawa ambao walikuwa karibu zaidi na mtume alayhi salatu wassalam walifanya jambo hilo? Ikiwa hawakufanya, maana yake kwamba jambo hilo ni uzushi, jambo hilo ni bid'a ambayo mtume wetu alayhi salatu wassalam ametukataza na kutuzuia katika kufanya jambo hilo. Liqaulihi alayhi salatu wassalam, kwa kauli yake mtume wetu alayhi salatu wassalam aliposema katika hadithi ya Aisha radhiyallahu anha, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, yeyote atakayezua katika dini yetu hii ya Kiislamu lile ambalo halipo katika mafundisho yetu, fahuwa raddun, jambo hilo atakaolifanya hilo litarejeshwa kwake yeye. Maana yake atakayefanya bid'a katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo bid'a yake anayoifanya hiyo atarejeshewa yeye mwenyewe, na maana yake ni kwamba hatolipwa na Allah subhanahu wa ta'ala, bali kwa kufanya kwake bid'a itakuwa ni sababu ya yeye kupata madhambi kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala mambo yote ashabainisha katika kitabu chake. Kadhalika mtume alayhi salatu wasalam ashatufundisha kila lile ambalo ni khair na sisi. Hivyo pia yote ambayo ni shari mtume alayhi salatu wasalam ameshatuelekeza na kututahadharisha nao. Kwa hiyo ikiwa wewe wafanya bid'a katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wazua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni kana kwamba unakikosoa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ni kana kwamba unadai mtume alayhi salatu wasalam yapo mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimpa yafikisha katika umma wake, kisha mtume alayhi salatu wasalam akafanya khiana, akawa mambo hayo ameyaficha na hakuyabainisha katika umma wake. Wa qawluhu alayhi salatu wasalam, kadhalika pia mtume alayhi salatu wasalam wakasema katika hadithi nyingine au katika riwaya nyingine, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Hadithi ya kwanza au riwaya ya kwanza inasema atakayezua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa huenda kaja mtu akasema mimi sijazua, mimi nimefanya tu. Mtume alayhi salatu wasalam akaziba pia na mlango huu, akasema man amila. Yawezekana hujazua, lakini wewe umekuja ukafanyia kazi bid'a ambayo ilizuliwa na watu fulani katika zama fulani. Kwa mtume akasema man amila amalan, na yule ambaye atakayefanya tendo ambalo laisa alayhi amruna, hakuna katika tendo hilo mafundisho yetu, fahuwa raddun, jambo hilo ni jambo ambalo litarejeshwa kwa yule ambaye aliyefanya. Kwa hiyo wewe ambaye unasherehekea maulidi, wewe ambaye unafanya khitma sijui tatu, unafanya talqini na mfano wa hayo, fahamu ya kwamba hayo unayoyafanya hayo utarejeshewa na hautalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala, bali utapata madhambi kwa sababu umemkhalifu mtume alayhi salatu wasalam, hali ya kuwa mtume alayhi salatu wasalam ashabainisha kila kitu kwa wazi. Kwa sababu mtume alayhi salatu wasalam ametuacha katika sehemu, katika uwanja ambao ni mweupe. Tarakana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi mahajjatil bayda, mtume alayhi salatu wasalam ametuacha sisi katika kiwanja ambacho ni cheupe kabisa. Lailuha kanahariha, usiku wake ni kama vile ilivyokuwa mchana wake. La yazighu anha illa man halik, au kama qala alayhi salatu wasalam, na hatopotea katika uwanja huo isipokuwa yule ambaye aliangamia. Kwa hivyo mtume alayhi salatu wasalam ameacha dini hii ikiwa kila kitu kimeshabainishwa. Jambo ambalo lenye shari mtume alayhi salatu wasalam amelitahadharisha katika umma wake. Jambo ambalo lina khairi mtume alayhi salatu wasalam kadhalika amelibainisha. Hakuna namna, hakuna njia, hakuna upenyo wa mtu kufanya jambo ambalo mtume alayhi salatu wasalam hakulifunza jambo hilo, mtume alayhi salatu wasalam hakulielekeza jambo hilo. Kadhalika mtume alayhi salatu wasalam akasema tena katika hadithi nyingine, hadithi ya Irbad bin Sariyah radiyallahu ta'ala anhu, anasema fa'alaykum bisunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fi an-nar. Mtume alayhi salatu wasalam anasema katika hadithi hii ya Irbad bin Sariyah, fa alaykum bi sunnati, ni juu yenu, ni wajibu kwenu nyie kushikamana na sunna zangu. Na tulieleza jana nini maana ya sunna. Sunna za mtume alayhi salatu wasalam ni kitu gani? Tulieleza jana. Kadhalika wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, na sunna za makhalifa waongofu, Abu Bakar Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan na Ali ibn Abi Talib. Hawa ndio makhalifa waongofu. Kwa hivyo pia jambo ambalo watu hawa
jambo ambalo masahaba hawa walifanya pia ni katika sunna, na ni wajibu kwa Uislamu kuzichukua sunna ambazo zilifanywa na makhalifa hawa, sunna ambazo zilifanywa na hawa masahaba ar-rashidun, masahaba ambao ni waongofu, masahaba ambao ni waerevu, min ba'di, baada ya kwangu mimi mtume alayhi salatu wassalam. Tamassaku biha, kisha mtume sallama akatuhimiza katika jambo la kushikamana na sunna zake ya alayhi salatu wassalam, kadhalika na sunna za makhalifa waongofu. Addu alaiha, naziumeni hizi sunna bin nawajid, kwa kutumia meno ya magego. Ni kinaya ambacho mtume alayhi salatu wassalam amekitumia kuonyesha ule ugumu, kuonyesha ule ukubwa wa jambo la watu kushikamana na sunna za mtume alayhi salatu wassalam na kuacha kufanya bid'a katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iyyakum wa muhdathatil umur, na ule wenu nyie na mambo yaliyozuriwa, jitahadharini nyie na mambo ambayo yaliyozuriwa. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, hakika kila jambo ambalo lililozuliwa jambo hilo ni uzushi, jambo hilo ni bid'a. Wa kulla bid'atin dalalah, na kila jambo ambalo ni bid'a jambo hilo ni upotovu, jambo hilo linampelekea mtu katika kupotea na kuangamia. Kwa hivyo hakuna bid'a iliyokuwa nzuri. Wapo watu wanakuja na shubha wanasema kuna bid'a ambayo ni nzuri. La, kwa sababu mtume alayhi salatu wasalam yeye ni mjuzi zaidi wa lugha ya Kiarabu kukuzidi wewe. Kisha yeye mtume alayhi salatu wasalam akasema kila bid'a, kila uzushi ni upotevu. Kwa hivyo hakuna bid'a iliyokuwa nzuri, hakuna bid'a ambayo inayopendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bid'a yoyote ambayo inayofanywa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka jambo hilo ni katika mambo ambayo yanayopeleka katika upotevu. Jambo hilo ni jambo ambalo kulifanya itakuwa sababu ya mtu kupotea katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu, bid'a ni jambo la hatari. Bid'a ni jambo ambalo linalopelekea katika kuharibu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Khuturatul bid'a, miongoni katika hatari za jambo la kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, annaha sababun litafarruq. Bid'a ndiyo sababu inayopelekea kupatikana mfarakano baina ya Waislamu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kitabu chake kitukufu, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Allah anasema wa anna hadha sirati mustaqim, na hakika hii ndiyo njia yangu ambayo iliyonyooka. Fattabi'uhu, ifuateni njia hiyo. Wala tattabi'us subul, lam sifuate vijinjia, na vinjia vyenyewe ndio hizo bid'a hizo. Hivyo vinjia hivyo ndio bid'a, na njia Allah subhanahu wa ta'ala aliyonyooka ni sunna za mtume alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo kwa kufuata sunna za mtume alayhi salatu wasalam, jambo hilo ni sababu itakaopelekea mtu kupita katika njia ambayo iliyonyooka, na kufuata vijinjia ambazo ni bid'a hizo ni sababu itakaopelekea watu kupatikana mfarakano katika umma, kwa sababu ili watu wapite katika njia sawa sawa lazima jambo lao liwe moja. Ikipelekea hawa wana jambo lao na hawa wana jambo lao, bila shaka jambo hili litapelekea mfarakano baina ya watu, baina ya umma, na katika watu hawa wawili lazima apatikane yule ambaye alikuwa katika njia sawa sawa. Kwa hivyo njia sawa sawa ni kuzifuata sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, na njia ya upotovu ni kufanya bid'a, ni kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah akasema
dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun, na jambo hilo ndilo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala anakuamrisheni nalo ili mpate kuwa wacha Mungu. Kwa hivyo ili tuwe wacha Mungu, ili tuwe watu wa sawa sawa, ni lazima kuzifuata sunna za Mtume alayhi salatu wasalam, na kinyume chake ili watu wapondoke na kupotea katika njia sawa ni kwa kufanya bid'a, ni kwa kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo hilo ni jambo ambalo litapelekea watu kupondoka na kutoka katika njia ya sawa sawa, njia ambayo Allah tabaraka wa ta'ala ametutaka sisi tuifuate njia hiyo. Waqala alayhi salatu wassalam, kadhalika Mtume alayhi salatu wassalam anasema, man ya'ishu minkum fasayara ikhtilafan kathira, yule ambaye atakayeishi katika nyie, kwa maana yule ambaye atapewa umri mrefu katika nyie, fasayara ikhtilafan kathira, basi mtu huyo atakuja kuona ikhtilafu nyingi huko mbele. Kisha Mtume akasema alayhi salatu wasalam, waqala alayhi salatu wasalam, man ya'ishu minkum fasayara ikhtilafan kathira, yule ambaye atakayeishi atakayepewa umri mrefu atakuja kuziona khilafu nyingi huko mbele. Na miongoni katika khilafu basi ni jambo hili la hawa wanaozua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kuna watu ambao watabakia katika sunna, na hii ndio asili, hii ndio asili watu kuwa katika sunna, kwa sababu mwanzoni huko katika masahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam watu wote walikuwa jambo lao ni moja, lakini baada ya kuwa muda umezidi kusogea, zikaanza bid'a, wakaanza watu kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio hizo khilafu ambazo Mtume alayhi salatu wasalam ambazo alizozisema kwamba yoyote ambaye Allah atakayempa umri mrefu atakuja kuona tofauti nyingi baina ya Waislamu, na tofauti hizo sababu yake ni baada ya watu kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhani nassani fihi madalalatun wadihatun, na katika dalili hizi mbili, hiyo aya ya Allah subhanahu wa ta'ala na hadithi hiyo Mtume alayhi salatu wasalam, dalalatun wadihatun, kuna dalili ya wazi kabisa, annahu man taraka sunnah, ya kwamba yule ambaye atakayeacha sunna za Mtume alayhi salatu wasalam, faqad janaba as-siratal mustaqim, mtu huyo kwa kuacha kuzifuata sunna za Mtume alayhi salatu wasalam, kwa kufanya hivyo itakuwa ni sababu ya yeye kukaa mbali, kujitenga na njia ya Allah tabaraka wa taala ambayo iliyonyooka. Wa min a'zami asbabi muzanabati as-sirat, na miongoni katika sababu kubwa za mtu kukaa mbali, kujitenga na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala na njia ambayo iliyonyooka, hiya al-bid'ah al-muhlikat, ni bid'a ambayo yenye kuangamiza. Kwa hiyo bid'a, ndugu zangu Waislamu, bid'a ni sababu kubwa inayopelekea, ni sababu kubwa inayofanya kupatikana tafarruq, kupatikana mfarakano baina ya umma. Na ili mfarakano uondoke, basi ni lazima watu wote wawe ni katika watu wa sunna, lazima watu wote wamfuate Mtume alayhi salatu wasalam katika yale ambayo Mtume alayhi salatu wasalam aliyoyafunza, na kinyume chake, kwa maana ikiwa watu watayafanya yale ambayo Mtume wetu alayhi salatu wasalam akuyafunza, basi jambo hilo litakuwa ni sababu inayopelekea kupatikana mfarakano katika umma. Kadhalika katika hatari za jambo la kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, annahu sababun lilkhuruj min ad-din, kufanya bid'a ni sababu inayopelekea kutoka katika dini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Qala alayhi salatu wassalam, Mtume alayhi salatu wassalam anasema fil khawarij, katika jambo al-khawarij. Al-khawarij hawa ndio watu wa mwanzo kufanya bid'a katika Uislamu, ndio watu wa mwanzo au ndio mapote ya mwanzo kabisa katika Uislamu kufanya bid'a katika dini hii ya Kiislamu. Mtume anasema yamruqu min ad-dini
kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya, afwan, yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya, au kama qala alayhi salatu wassalam. Watu hawa yamruquna min ad-din, wanatoka katika dini, kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya, kama vile ambavyo unavotoka mshale katika upinde. Kwa sababu gani? Ni baada ya kuwa wamefanya bid'a, ni baada ya kuwa wamezua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo bid'a, ndugu zangu katika imani, ni miongoni katika sababu kubwa zinazopelekea aliyefanya bid'a hiyo kutoka katika dini. Hawa al-Khawarij walifanya bid'a na ikawa ni sababu ya kufanya bid'a hiyo kutoka katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo watu wajitahadhari na kufanya bid'a. Huenda kufanya bid'a ikawa ni sababu ambayo itakayomtoa mtu huyo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika pia miongoni katika hatari za kufanya bid'a, anna al-bid'ata sababu litaghayyuri ad-din. Bid'a ni sababu inayopelekea kubadilisha dini. Wama taghayyarat وتبدلت الأديان السابقة إلا بالبدع حتى أصبحت دينا. ما azikubadilishwa zile dini ambazo zilizotangulia katika dini mbalimbali, illa bilbid'a, isipokuwa ni kwa sababu ya kufanya bid'a, hatta asbahat dina, mpaka kafikia hatua hizo bid'a hizo zikawa ndio dini. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekamilisha dini yenu hii ya Kiislamu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza kwenu nyie neema zangu. Wa raditu lakum al-islam dina, na nimeridhia Uislamu kuwa ndio dini yenu. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, dini yetu hii ya Kiislamu tayari Allah tabaraka wa taala ameshaikamilisha, lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala ametimiza neema, na miongoni katika neema zilizokuwa kubwa kabisa ni mtume alayhi salatu wassalam. Mtume alayhi salatu wassalam ni neema kwetu sisi. Allah subhanahu wa ta'ala ameifanya au amemfanya mtume alayhi salatu wassalam kuwa ni neema, na ili iwe ni neema kweli ni lazima mtume huyu alayhi salatu wassalam afuatwe, ni lazima mtume alayhi salatu wassalam aigwe, ni lazima mtume alayhi salatu wassalam kila yale ambayo aliyoyafunza yafuatwe, kila yale ambayo mtume alayhi salatu wassalam aliyoyakataza yaachwe, na kubwa kabisa katika ambayo mtume alayhi salatu wassalam aliyoyakataza au alilolikataza ni jambo zima la kufanya bid'a, ni jambo zima la kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu dini hii ya Kiislamu tayari imeshakamilika, kila kitu kimeshabainishwa, yale yote ambayo yana khairi tayari yako wazi kabisa, yale yote ambayo yana shari tayari yameshatahadharishwa na kubainishwa. Kwa hivyo hakuna njia kwa Muislamu, hakuna namna kwa Muislamu atakayofanya kisha jambo hilo likawa ni jambo jipya katika dini ya Kiislamu, kwa kuwa mambo yote tayari yameshabainishwa, na yale ambayo hayakuwa ni mambo ya khairi mtume alayhi salatu wasalam tayari ashayabainisha. Kwa hivyo kubwa ni kumfuata mtume alayhi salatu wasalam, kumuiga mtume alayhi salatu wasalam. Laqad kana fikum fi rasulillahi uswatun hasana, na hakika amekuwa mtume alayhi salatu wasalam ni kiigizo chema kwenu nyie. Kwa hivyo yule ambaye anataka kuiga mtazame mtume alayhi salatu wasalam ni vipi vile alivyofanya alayhi salatu wasalam, ni vipi mtume alayhi salatu wasalam alijizuia, ni yapi ambayo mtume alayhi salatu wasalam aliyokataza. Kwa kufanya hivyo itakuwa ni sababu itakayopelekea watu kusalimika na Allah subhanahu wa ta'ala, itakuwa ni sababu inayopelekea watu kuepukana na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika itakuwa ni sababu ya kufanya umma kuwa jambo lao ni moja, kwa sababu watu wote watakuwa ni watu wa sunna,
kutakuwa hakuna makundi. Lakini bid'a hizi ndizo ambazo zinazopelekea kupatikana au tablighi au qadiria au wakina nani. Sababu ni nini? Sababu ni hiyo kwamba watu hawataki kuyafuata yale ambayo Mtume alayhi salatu wasalam aliyokuja nayo, yale ambayo Mtume alayhi salatu wasalam aliyoyafunza. ولسان حال المبتدع يقول na yale ambayo wanaoyasema hawa watu wa bid'a, kwa sababu lisanul hal ni yale ambayo yanayoonyeshwa na matendo yao, si kwamba wanasema kwa vinywa vyao, la, lakini yale wanayoyafanya yanasema hivi. Kwa hivyo walisanu hali almubtadi', na yale ambayo wanayoyafanya watu wa bid'a ndio ambayo yanasema inna shari'ata naqisa, hakika sheria hii ya dini ya Kiislamu ina mapungufu. Hawajasema jambo hilo, isipokuwa yale ambayo wanayoyafanya ya kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala yanasema ya kwamba sheria ya dini ya Kiislamu ina mapungufu. Falidhalika, na kwa sababu hiyo, kwa ajili hiyo, yajibu istidrakuha, inawajibika kuirekebisha sheria hii. Na ndio maana wanazua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio maana wanafanya bid'a, na ndio maana wanafanya haya wanayoyafanya wakitarajia kupata thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili hali hayo ambayo wanayoyafanya hayapo katika mafunzo ya mtume wetu alayhi salatu wasalam. Kadhalika, miongoni katika hatari za kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala annahu sababun li'adami qabuli al-ibada, kufanya bid'a ni sababu inayopelekea kutokukubaliwa kwa ibada ambazo anazifanya huyo anayefanya. Lianna al-ibadata la tuqbal hatta takuna khalisa, kwa sababu hizi ibada ambazo tunazifanya hizi haziwezi kukubaliwa na Allah tabaraka wa taala mpaka ziwe Allah subhanahu wa ta'ala ametakasiwa katika ibada hiyo. Hatta takuna khalisatan liwajhi Allah ta'ala, mpaka ziwe ibada hizo zimefanywa katika hali ya Allah subhanahu wa ta'ala, kukusudiwa yeye peke yake. Wa ala shari'atihi, na juu ya sheria yake subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, kama Allah mtukufu alivyosema, qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kumwambia mtume wake alayhi salatu wasalam, kuambia watu, qul, sema ewe Muhammad, innama ana basharun mithlukum, hakika mimi ni mtu kama nyie, mimi ni mtu mfano wenu, isipokuwa tofauti, yuha ilayya, Allah subhanahu wa ta'ala amenipa wahi, amenifanya kuwa ni mtume. Annama ilahukum ilahu wahid, hakika muabudiwa wenu nyie ni muabudiwa mmoja. Faman kana yarju liqa'a rabbih, basi yule ambaye anayetarajia kukutana na Mola wake mlezi tabaraka wa taala, falyamal 'amalan salihan, basi mtu huyo afanye matendo yaliyokuwa mazuri. Na matendo yaliyokuwa mazuri hapa kinachokusudiwa yawe ni matendo ambayo yanawafikiana na yale ambayo mtume alayhi salatu wasalam aliyoyafunza. Ikiwa mtu atafanya tendo katika matendo ya kiibada, alafu ikawa hilo analolifanya ni jambo ambalo halipo katika mafunzo ya mtume alayhi salatu wasalam, jambo hilo analolifanya ni bid'a, halikufanywa na mtume mwenyewe wala halikufanywa na masahaba wa mtume alayhi salatu wasalam, basi jambo hilo litakuwa ni bid'a. Na ndio maana unasema unawachuoni masharti ya kukubaliwa matendo yako mawili. Sharti ya kwanza almutabaa, kumfuata mtume alayhi salatu wasalam. Hicho unachokifanya, je, mtume alayhi salatu wasalam alikisomesha? Hicho unachokifanya mtume alayhi salatu wasalam alikifunza?
au yeye mwenyewe alikifanya? Sharti ya kwanza almutabaa, kinachofanywa lazima kiwafikiane na yale ambayo mtume wetu alayhi salatu wasalam alichokifundisha. Kadhalika sharti ya pili al-ikhlas. Ikhlas ni kufanywa hicho kinachofanywa hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayekusudiwa, na katika aya hii yametajwa masharti hayo. Hapa Allah aliposema faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan mutaba'ahu wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada, na wala asishirikishe na wala asifanye ushirikina katika ibada za Mola wake mlezi tabaraka wa taala yoyote. Kwa hivyo katika aya hii yametajwa masharti mawili, masharti ambayo ndiyo sababu ambayo itakayomfanya yule atakayetenda matendo katika matendo ya kiibada basi kukubaliwa matendo yake. Lazima anachokifanya kiwafikiane na mafunzo ya mtume alayhi salatu wasalam, almutabaa. Kadhalika anachokifanya isiwe ni ushirikina, asifanye anachokifanya kwa sababu ya watu fulani, bali yafanye hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye aliyemkusudia. Kwa hivyo haya ni masharti mawili muhimu sana katika ibada zetu. Yatakikana ujipime katika matendo yako unayoyafanya. Je, matendo yako unayoyafanya haya yanawafikiana na masharti haya? Kwamba je, unafanya tendo fulani katika matendo ya kiibada, je, hilo tendo hilo lipo katika mafunzo ya mtume alayhi salatu wasalam? Mtume alayhi salatu wasalam alifunza jambo hilo. Unasherehekea maulidi, je, hayo maulidi ambayo wewe unasherehekea mtume alayhi salatu wasalam alisherehekea? Kwa sababu mtume alayhi salatu wasalam yeye ni mtu mfano wetu, na lau kama jambo hilo lingefaa basi mtume alayhi salatu wasalam angetangulia kulifanya jambo hilo. Kadhalika masahaba wake wangefanya jambo hilo, bali sunna ya mtume alayhi salatu wasalam katika kusherehekea jambo hilo, yeye alikuwa akifunga siku ya Jumatatu, kwa sababu aliulizwa mtume alayhi salatu wasalam kuhusiana na saumu yake siku ya Jumatatu, akasema ninafunga kwa kuwa ndio siku ambayo nilizaliwa ndani yake. Sasa wewe ambaye unasherehekea kila ikifika tarehe 12 katika mwezi wa Rabiul Awwal, jambo hilo umelipata wapi? Kwa mtume mwenyewe au kwa masahaba zake? Kwa sababu mtume aliulizwa kwa nini anafunga siku ya Jumatatu, akasema ndio siku ambayo nimezaliwa. Hasa kwa nini wewe siku ya Jumatatu haufungi na unafanya kila inapofika tarehe 12 katika mwezi wa Rabiul Awwal, ikawa unaweka sherehe, wapika vyakula mbalimbali, waalika watu na mfano wa hayo? Hii sio katika sunna ya mtume alayhi salatu wasalam. Huu ni uzushi. Nafahamu ya kwamba wewe unaifanya maulidi, wewe unaifanya khitma, unaifanya siku tatu, unafanya talqini na mfano wa hayo yote unayoyafanya ni uzushi, ni bid'a, ni mambo ambayo hayapo katika mafunzo ya mtume wetu alayhi salatu wasalam, wala jambo hilo halikufanya na yoyote katika masahaba wa mtume alayhi salatu wasalam. Kwa kuwa lau kama ingekuwa ni kheri jambo hilo, masahaba wa mtume alayhi salatu wasalam wangetutangulia katika kufanya hivyo, kwa kuwa masahaba hawa walikuwa na pupa ya kumwiga mtume alayhi salatu wasalam. Masahaba hawa walikuwa wako mbio, walikuwa na hirsi ya kumfuata mtume alayhi salatu wasalam kila analofanya. Bali Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma alikuwa yeye ni ashad katika kumfuata na kumwiga mtume alayhi salatu wasalam. Ilifikia hatua Abdullah ibn Umar anapokuwa anasafiri, akifika sehemu ambayo mtume alayhi salatu wasalam alikuwa anaenda kukidhi haja yake, na yeye anasimama anakwenda sehemu ile ambayo mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akidhi haja yake. Sasa ikiwa hali yao masahaba ilikuwa ni hivi, wako na pupa ya kumfuata mtume alayhi salatu wasalam, kwa nini jambo hili la maulidi hili halikurekodiwa kutoka kwa masahaba wa mtume alayhi salatu wasalam? Kwa nini hakuna dalili? Kwa nini hakuna hadithi hata dhaifu inayoonyesha ya kwamba masahaba au mtume alayhi salatu wasalam
alisherehekea kuzaliwa kwake kwa kufanya maulidi, kwa kuita watu, akapika mavyakula na mfano wake. Bila shaka yaonyesha kwamba jambo hili ni jambo ambalo halipo katika dini yetu hii ya Kiislamu. Jambo hili ni bid'a, jambo hili ni uzushi. Ni wajibu kwa Waislamu kujitahadhari, ni wajibu kwa Waislamu kuacha kumkhalifu Mtume alayhi salatu wasalam na wafuate sunna zake. Kwa hivyo ni wajibu kwa Waislamu kujitahadhari, kwa sababu jambo hili la kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo la hatari sana. Jambo hili ni sababu ya kubomoa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu, kullu ibadatin lam yata'abbadaha ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fala tata'abbaduha. Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu anatuambia kila ibada ambayo hawakufanya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi nyie msifanye. Kwa nini? Lau kana khairan la sabaquna ilaiha, lau kama jambo hilo lingekuwa ni jambo la khairi, basi hawa masahaba wangetutangulia. Lau kana khairan la sabaquna ilaina, basi wao wangetutangulia katika jambo hilo. Kwa hivyo ibada yoyote ambayo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hawakuifanya, basi wewe usifanye, kwa sababu ukifanya ibada hiyo, jambo hilo litakuwa ni uzushi, jambo hilo litakuwa ni bid'a ambayo kufanya kwako huko hautapata chochote, hautapata thawabu kwa sababu ni uzushi, bali utapata madhambi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu jambo la kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, jambo hili ni jambo ambalo linapendeza mno kwa Iblis alayhi laana kuliko yule ambaye anafanya maasi. Yani mtu ambaye anafanya maasi, na maasi tunayajua yale madhambi makubwa. Kwa mfano mtu akacheza kamari, mtu akafanya zina, lakini haina maana kwamba watu wazini, la, tunafanya muqarana, tunajaribu kufananisha baina ya madhambi na jambo la uzushi. Anayefanya maasi na anayefanya bid'a, huyu anayefanya bid'a hiyo anayofanya inapendeza zaidi kwa Ibilisi alayhi laana kulikoni yule ambaye anayefanya madhambi makubwa. Kwa nini? Kwa sababu mtu ambaye anayefanya maasi, mfano akacheza kamari na mfano wake, huenda mtu huyu siku moja Allah subhanahu wa ta'ala akamuwafikisha katika kutubia, kwa sababu mtu huyu anafanya anayoyafanya, lakini katika nafsi yake anafahamu kwamba haya ni makosa. Anacheza kamari, huenda akajificha, shekhe anakuja na niona, ngoja nijifiche, si ndio? Anafanya zina, lakini katika hali ya kujificha, shekhe yule anakuja, atajificha ili asionekane, kwa sababu jambo hili yeye mwenyewe katika nafsi yake anashuhudia kwamba ni makosa. Kwa hiyo huenda mtu huyu siku moja Allah subhanahu wa ta'ala akampa taufiki ya kutubia na akarejea katika njia sawa sawa. Lakini sahibul bid'a, mtu ambaye anayefanya bid'a, ni mara chache sana kutubia. Kwa nini? Kwa kuwa anafanya na yafanya akiitakidi kwamba ndio dini, anafanya na yafanya anaamini kwamba anapata thawabu katika bid'a yake, tofauti na huyo ambaye anafanya maasi. Kwa hiyo ni mara chache sana mtu mwenye kufanya bid'a akawafikisha katika jambo la kutubia katika hiyo bid'a yake. Na kwa sababu hiyo sasa, na ndio maana bid'a imekuwa inapendeza mno kwa Ibilisi kuliko ni mwenye kufanya maasi. Kwa hiyo ni jambo la hatari ndugu zangu, jambo la bid'a ni jambo la kutahadhari nalo, ni jambo baya katika dini. Watu wajitahadhari katika kufanya bid'a. Kadhalika qala Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u laqad kufitum, fuateni nyinyi waislamu sunna za Mtume alayhi salatu wasalam, na wala msifanye bid'a, na wala msizue katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad kufitum, hakika nyinyi mmeshatoshelezwa.
kwa sababu Uislamu tayari ushakamilika. Mmetosheleza Waislamu, juu yenu nyinyi ni kufuata tu. Hakuna haja ya nyinyi kujianzishia ibada ambazo hazijawekwa na Allah subhanahu wa ta'ala wala na mtume wake. Tayari ibada tulizonazo ni nyingi. Kuna ibada za lazima zinakushinda, alafu leo hii waenda kujitengenezea jambo lingine ambalo linakupa shida zaidi. Acheni jambo la kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Waislamu wajitahadhari na jambo hilo. Kadhalika qala al-Imam Malik rahimahullah, man ibtada'a fil islam bid'atan yarahu hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wasallam khana ar-risala. Yoyote ambaye atakayezua katika Uislamu bid'a yoyote kisha akasema kama ni bid'a nzuri, akaiona kama ni bid'a nzuri, basi mtu huyo hakika amedai kwamba Mtume alayhi salatu wasalam alifanya khiana. Hakika Mtume alayhi salatu wasalam kuna yale ambayo Allah tabaraka wa taala alimpatia, kisha Mtume alayhi salatu wasalam akawa ameyaficha, akawa hayabainishi, akawa hakuyabainisha katika umma wake. Kwa hivyo ndugu zangu, tujitahadhari na tukae mbali na jambo la kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo hili ni jambo la hatari sana, ni jambo ambalo linalopelekea katika kuiharibu dini hii tukufu, dini ya Kiislamu. Tujitahadhari, tukae mbali na dini hii na jambo hili la kufanya bid'a katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi naomba niishi hapa kwa siku ya leo kwa sababu ya wakati. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa jazakumullahu khairan. Bismillahir rahmanir rahim.